Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 13 siku ya Jumatano, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa iliyopewa kipaumbele inayosema MCL kuzindua mwongozo wa matumizi ya AI katika uhariri. MCL kuzindua mwongozo wa matumizi ya AI katika uhariri. Lakini sababu wenye msongo wa mawazo nchini kuongezeka. Sababu wenye msongo wa mawazo nchini kuongezeka. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi bado kuna habari inayosema saa 48 kishindo Chadema Arusha Mbeya. Saa 48 kishindo Chadema Arusha Mbeya. Lakini gesi ya kupikia ya paa ya ng'ata. Gesi ya kupikia ya paa ya ng'ata. Lakini gharama za kuwaona madaktari za wakera wabunge, Shabibi awashukia vigogo. Gharama za kuwaona madaktari za wakera wabunge, Shabibi awashukia vigogo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lenyewe linaanza na habari inayosema Rais Samia ashuhudia Museveni akiapishwa muhula wa 7. Rais Samia ashuhudia Museveni akiapishwa muhula wa 7. Lakini polisi sasa jino kwa jino na madada poa. Polisi sasa jino kwa jino na madada poa. Simulizi ya kutisha ndani ya gazeti lako la Nipashe, ndo habari kubwa inasema. Simulizi ya kutisha ni ya mama aliyeitwa hatiani, aliyetiwa hatiani kwa kumuua mwanawe. Hiyo ni simulizi ya kutisha. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Nipashe inayosema nitawataja wanaokwamisha viwanda vya dawa. Huyo ni Shabibi asema nitawataja wanaokwamisha viwanda vya dawa. Lakini sonona janga jipya kwa taifa. Sonona janga jipya kwa taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na SMZ yatangaza ajira mpya za walimu 2000. SMZ yatangaza ajira mpya za walimu 2000. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo linaandika Museveni asanteni wa Tanzania. Huyo ni rais wa Uganda. Museveni asema asanteni wa Tanzania. Lakini TPA yapunguza tozo za miundombinu ya bandari. TPA yapunguza tozo za miundombinu ya bandari. Na wabunge wataka mkakati kukabili homa ya ini. Wabunge wataka mkakati kukabili homa ya ini. Lakini Tanzania yahimiza rasilimali Afrika zikuze uchumi. Tanzania yahimiza rasilimali za Afrika zikuze uchumi. Lakini magonjwa ya wanawake mwiba uzazi kwa wanandoa. Magonjwa ya wanawake mwiba uzazi kwa wanandoa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako Raia Mwema yenye ina habari inayosema katiba pasua kichwa, Chadema ya beba mjadala mikoani, TLS Warioba wakoleza moto. Lakini CCM yatuliza joto. Nape Nnauye afichua siri, aeleza walivyomdhibiti Lowassa. Lakini dogo aliyebadili maisha kwa kicheko. Dogo aliyebadili maisha kwa kicheko. Huyu ni dogo maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa wa mbele. Lakini Heche Lema Sugu wawasha moto. Heche Lema Sugu wawasha moto. Kingu aja na tiba bima ya afya. Hilo ni gazeti lako la Raia Mwema. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe asubuhi leo linaandika idadi ya wagonjwa afya ya akili ni tishio. Mwigulu aeleza faida matumizi ya rasilimali barani Afrika. Lakini neema walimu 2000 kuajiriwa visiwani Zanzibar. Na mabaunsa watuhumiwa kumuua aliyeshindwa kulipa buku 8 ba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika
Songo hakupoi, songo hakupoi. Lakini Dr. Akwilapo kuwaunga mkono vijana wanaotengeneza samani Masasi. Dr. Akwilapo awaunga mkono vijana wanaotengeneza samani huko Masasi. Lakini bado kuna habari inasema mradi wa EACOP na SGR kuongeza ushirikiano wa kiuchumi Tanzania na Uganda. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi leo linaandika Samia aua ndege watu wawili kwa jiwe moja. Rais Samia aua ndege wawili kwa jiwe moja. Lakini Tanzania kunufaika na uwekezaji dola bilioni 27. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini Zanzibar mbioni kutoa vibali ajira mpya. Na Taifa Tanzania gazeti lako linaandika mfumo wa kukusanya taka ngumu mbioni kuanza kazi nchini. Lakini Rais Macron atangaza uwekezaji wa dola za Kimarekani bilioni 27 barani Afrika. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika serikali yapongeza utekelezaji mradi wa EACOP. Lakini Rais Samia aonesha dhamira ya kuenzi kulinda muungano. Lakini migogoro 1046 yapatiwa ufumbuzi Kigoma. TPA yapunguza tozo bandari kwa 50%. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako asubuhi ya leo linaandika Makongoro Nyerere ashinda kwenda World Cup na CRDB. Lakini JKCI yafafanua watumishi 13 waliofukuzwa kazi. Na TADB yaandika historia mpya sekta ya kilimo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika asasi ahidi kumnadi kwa kishindo Mtatifikolo Isimani. Lakini Waziri Masauni aipongeza TADB. Hiyo ni gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Huku Dr. Kigwangala amsha shangwe akitambulishwa bungeni. Dr. Kigwangala amsha shangwe akitambulishwa bungeni. Lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenyewe ukurasa wa mbele linaandika mbunge wa Itara ataka wazazi na wabunge wapatiwe bima ya afya. Lakini Yoweri Museveni aapishwa kuongoza Uganda muhula wa 7. Lakini Waziri Masauni ampa kongole Rais Samia. Mbunge Shabibi afichua mafisadi wanavyotafuna pesa ununuzi wa dawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele linaandika miradi ya EACOP SGR kuongeza ushirikiano Tanzania na Uganda. Lakini TPDC yaongoza uchimbaji gesi Songo. TPDC yaongoza uchimbaji gesi Songo. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Sopu na Simba kuna jambo. Sopu na Simba kuna jambo. Yanga Dodoma Jiji mechi ya kibabe leo. Singida Black Stars yaichapa Namungo goli 1-0. Lakini Mkude atajwa kumfuata Julio. Mkude atajwa kumfuata Julio. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Majira linaandika ramani uwanja wa Yanga yawekwa hadharani. Mkataba kusainiwa Ijumaa kuikabili Dodoma Jiji leo. Lakini jahazi la Namungo lazidi kuzama. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania linaandika Soa akacha mazoezi ya Simba licha kurejeshwa kikosini. Lakini FIFA yaishika pabaya Yanga kisa madeni. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 14. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo linaandika GSM akagua eneo la uwanja mpya Yanga. Waturuki wamfuata Okelo da ampoteza vibaya Chama. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika beki TRA United kurejea Simba. Lakini Waziri Makonda asaini hati ya makubaliano AFCON. Chemalon wa MVP Algeria. Dodoma Jiji yajipanga kuitibulia Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina.
Lakini tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika Mafia awavulia taji Afrika, lakini Singida yatamba TRA JKT hakuna mbabe. Hiyo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaanza na habari inayosema beki Simba alambadili dimba jipya Yanga mambo hadharani hatutoboi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, lakini andika ishu ya waamuzi kutoka nje hatutoboi. Lakini Mo Salah kuliongoza jeshi la mafarao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Nipashe lenyewe kwenye michezo linaandika habari inayosema Azam Singida TRA United vitani kusaka tiketi kafu. Yanga Dodoma Jiji kibaruani Singida. Simba Mashujaa tambo za tawala. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.